Kuna anajiita daktari wa mchongo. Kuna JB 64, kuna Mnandi na baadhi ya wengine. Yaani hata nasikia aibu kwa taja, nasikia aibu, wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi, kama jipu la nilikuwa mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Real. Nisikilizeni wa Tanzania na washabiki wa Simba duniani kote, huo ndio ukweli, na leo naweka wazi. Mwenyekiti, naweka wazi. Mwaga baba, mwaga. Nilivyojiungwa kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information nione, je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye hiyo grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Awali ya yote nikatuma message ya kwanza kwa huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa, kwamba wewe umeniunga kwenye grupu lakini mimi nimenyoka. Mimi siko kama leo wewe utazungumza hicho, kesho utazungumza hicho kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Mimi siko hivyo. Hiyo message ya kwanza nikaituma kwenye group. Baadaye nikatuma message ya pili. Kuna anajiita daktari wa mchongo. Kuna JB 64, kuna Mnandi na baadhi ya wengine. Yaani hata nasikia aibu kwa taja, nasikia aibu, wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi, kama jipu la nilikuwa mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Real. Nisikilizeni wa Tanzania na washabiki wa Simba duniani kote, huo ndio ukweli, na leo naweka wazi. Mwenyekiti, naweka wazi. Mwaga baba, mwaga. Nilivyojiungwa kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information nione, je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye hiyo grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Awali ya yote nikatuma message ya kwanza kwa huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa, kwamba wewe umeniunga kwenye grupu lakini mimi nimenyoka. Mimi siko kama leo wewe utazungumza hicho, kesho utazungumza hicho kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Mimi siko hivyo. Hiyo message ya kwanza nikaituma kwenye group. Baadaye nikatuma message ya pili. Kuna anajiita daktari wa mchongo. Kuna JB 64, kuna Mnandi na baadhi ya wengine. Yaani hata nasikia aibu kwa taja, nasikia aibu, wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi, kama jipu la nilikuwa mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Real. Nisikilizeni wa Tanzania na washabiki wa Simba duniani kote, huo ndio ukweli, na leo naweka wazi.
Mwenyekiti, naweka wazi. Mwaga baba, mwaga. Nilivyojiunga kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information nione, je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye hiyo grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Awali ya yote nikatuma message ya kwanza kwa huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa, kwamba wewe umeniunga kwenye grupu lakini mimi nimenyoka. Mimi siko kama leo wewe utazungumza hicho, kesho utazungumza hicho kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Mimi siko hivyo. Hiyo message ya kwanza nikaituma kwenye group. Baadaye nikatuma message ya pili, tunaeleza ule ukweli, sisi tuna mapenzi ya dhati na tunaumia. Na unajua waandishi, kuna wengine wako wanyonge ambao ni wapenzi na washabiki wa Simba, lakini wanashindwa kuongea. Wanatutegemea watu kama sisi ambao tuwafikishie ujumbe, hawapati fursa hii. Kwa hiyo tunawatetea wanyonge pia ambao wanaipenda Simba yao kwa dhati na wanaumia, lakini kuna washenzi hao wengine ambao ni wasaliti, wanaihujumu Simba yetu. Moja utaambiwa walishamuomba. Nadhani kama anasema uongo, maana kuna siku moja mimi niliongea, kila mmoja niliyemtaja nilitaja alishaniomba, nikataja sijui nani sasa alishaniomba Viera. Kila mtu huyu amediari wanamfuata kila siku kumuomba. Huyu naye muona huyu si ndio JB? Ndio alikuwa anawasema wenzake vibaya. Walienda kwenda kupiga magoti, kwenda kuomba sio kina nani, siwezi kuwataja majina. Wengine ngoja niwahifadhi kwa sababu nawapenda. Walienda kuomba pesa nani jezi kwa Jairuti. Jairuti akawakimbia. Tulisikia maneno kama namna hiyo. Wao wanachafuana, hao ndio wanarudi kwenda kuongea maneno ambayo ni ya ajabu. Hivi nyinyi ni watu wa aina gani? Hivi tuwaseme namna gani? Tuwaweke katika dunia, nyinyi ni watu wa aina gani? Naomba hata nyie mnaoenda kuwabeba kuwachukua sijui ndio wao maofisa sijui wa nini, naomba hao angalie kwa macho mawili. Hao watu wachana nao, ni matapeli wa kutupa. Sasa mimi nadhani hata huu mjadala yaweza kuwa labda umeibuka kwa ajili yangu. Niliongelea jana nimeongelea kuhusu hao wa wekeza. Sasa anatokea huo muhuni tu, katoka wapi sijui, hata kwenye Ulaya mimi sijui kama ni raia wa Tanzania. Unakuja kuzungumza kitu kikubwa kabisa sana nyuma ya bani ambalo linawadhamini. Hilo ni jambo ambalo limetusikitisha, na ndio maana tunasema vipi, tunashukuru kwamba klabu ya Simba imeshaanza kuchukua hatua na tunataka jeshi la polisi lichukue hatua. Na mimi naenda mbali zaidi, naomba hata TAKUKURU wenyewe wakichukua kikundi hichi wawaulize hela wanapata wapi, kwa nini wanatisha pesa za namna hiyo, kwa sababu tayari wenyewe kwa wenyewe walishagawanyika. Kuna watu wamezungumza kabisa walikuwa wanapewa hela na baadhi ya viongozi, waje katika media wazungumze uchafu hapa. Naomba jeshi la TAKUKURU, Simba tunamjua sisi, tunaijua Simba A to Z, wamefuatia viongozi